Bwana, wakati tukielekea ukingoni mwa ligi kuu soka Tanzania bara, tunafahamu kwa sasa wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Yanga wao wamesaliwa na michezo 8 ili kutamatika kwa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini vilabu vingine vimesaliwa na michezo 7. Sasa wakati tukielekea kwenye kwa tamatisha ligi hiyo, bwana, kuna baadhi ya tetesi ambazo zimeendelea kuzungumzwa mitandaoni kuhusiana na dirisha kubwa la usajili. Tunafahamu dirisha kubwa la usajili ni mwezi wa 8, lakini kwa sasa kuna tetesi nyingi sana ambazo zimeendelea kuzihusisha klabu za Simba na Yanga. Lakini kwa upande wa klabu ya Yanga bwana, kuna taarifa kadha wa kadha ama tetesi ambazo zimeendelea kuihusisha klabu hiyo. Ni pamoja na kuhusishwa na mshambuliaji raia kutoka Ghana Jonathan Soa ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Ni moja kati ya jina ambalo limeendelea kutajwa, na tunafahamu kwamba Jonathan Soa kwenye dirisha dogo la usajili alikuwa pia akihusishwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga, lakini mwisho wa siku akatoa ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Lakini bado Jonathan Soa ameendelea kutajwa kama mshambuliaji ambaye anatarajia kutua kwenye dirisha kubwa la usajili ndani ya klabu ya Yanga. Lakini taarifa nyingine kutoka ndani ya klabu hiyo ya Yanga bwana, ni kutoka kule nchini Burundi, ambapo taarifa zinazungumza kwamba Yanga wako hatua za mwisho kumalizana na winga wa nchi hiyo Jean-Claude Gilmugisha ambaye anakipiga katika klabu ya Al Hilal inaonolewa na kocha Florent Ibenge. Wanaambiwa winga huyo amewavutia vigogo hao wa soka nchini Tanzania kupitia mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana, Jean-Claude Gilmugisha ni moja kati ya wachezaji ambao pia tunafahamu wamekuwa na uwezo mkubwa sana kwenye eneo la katikati, hata kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika ambapo Yanga uliweza kuondolewa na MC Alger. Bwana, tuliona mchezo ule uliopigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo Yanga walikubali kichapo cha goli 2-0. Moja kati ya viungo ambao upiga mwingi kweli kweli. Kwa hiyo Yanga wameona isiwe tabu kutokana na kiwango bora, wameamua sasa kutupa karata yao kutaka kuhitaji saini ya Jean-Claude Gilmugisha ambaye ni moja kati ya viungo wa kutumainiwa ndani ya klabu ya Al Hilal kutoka Sudan. Lakini pia hata mchezo wa pili tuliona kila ambacho alikifanya Gilmugisha. Licha kuwa Yanga walibuka na ushindi wa goli 1-0, lakini bado haikuondoa kabisa ubora wa Gilmugisha kwenye kikosi hicho cha Al Hilal. Kwa hiyo Jean-Claude Gilmugisha ni moja kati ya wachezaji ambao wanahusishwa ndani ya klabu ya Yanga, na wanaambiwa kwamba rais wa Yanga Engineer Hersi Said siku 2 hizi wanaambiwa hakuwepo nchini, na anatajwa kuwa kuna wachezaji kadha anaenda kufanya nao mazungumzo kwenye kipindi hiki ligi ikiwa imesimama. Kama mnamjua Gilmugisha, pengine utakuwa huwezi kubishana na mimi kwa kila ambacho nimekizungumza, namna ambavyo amekuwa na msaada mkubwa sana ndani ya klabu ya Al Hilal ya Sudan. Lakini taarifa nyingine kutoka ndani ya klabu hiyo ya Yanga bwana, kuna taarifa nyingine ambayo inahusu klabu ya Yanga juu ya usajili wa baadhi ya wachezaji, na moja kati ya wachezaji ambao wameendelea pia kuhusishwa na klabu ya Yanga ukiachana na Gilmugisha pamoja na Jonathan Soa bwana, mchezaji mwingine ambaye anazungumzwa ndani ya klabu ya Yanga ni Mohamed Bajabe. Bwana, unaambiwa Yanga wapo kwenye mazungumzo na Mohamed Bajabe anayekipiga ndani ya klabu ya Kenya Police. Bajabe alianza soka katika academy ya Sheffield mtaa wa Parklands kabla ya kufanyiwa majaribio na klabu ya FC Midland nchini Denmark mwaka 2021. Bwana, unaambiwa mwaka 2022 Bajabe alijiunga na klabu ya Nairobi City Stars ya Kenya kabla ya kujiunga na Kenya Police FC Januari 2025. Kwa hiyo ni moja pia kati ya jina ambalo limetua mitaa ya Jangwani likiendelea kuhusishwa na klabu hiyo. Lakini ukiachana na taarifa pia ya mchezaji huyu Mohamed bwana, taarifa nyingine bado zimeendelea kumzungumza Gabriel Sila, mchezaji wa klabu ya Azam FC. Ni moja kati ya wachezaji ambao pia wameendelea kuzungumzwa kutua ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia ukiachana ndani ya klabu ya Yanga, Gabriel Sila amekuwa akizungumzwa na wekundu wa Msimbazi Simba kama mchezaji ambaye pengine huenda akatua ndani ya vilabu hivyo. Lakini Yanga pia wameendelea kuhusishwa na Gabriel Sila, moja kati ya viungo washambuliaji ambao kwa sasa amekuwa na kiwango bora sana ndani ya klabu ya Azam. Kwa hiyo pengine tusubiri kuona dirisha kubwa la usajili
nini ambacho kitaweza kutokea, kwa sababu huwa tunafahamu kwamba linapokaribia dirisha la usajili tetesi zinakuwa ni nyingi, wachezaji wanakuwa ni wengi ambao wanazungumzwa, lakini mwisho wa siku inakuwa kama ilikuwa ni maneno tu, lakini mwisho wa siku pengine huwa yanatimia kutokana na kile ambacho kinazungumzwa. Kwenye dirisha dogo la usajili lililopita, majina mengi sana yalizungumzwa ndani ya klabu ya Yanga, lakini majina ambayo yaliweza kupita ama yaliyopitishwa na kuweza kufanyia usajili ni majina mawili tu. Jonathan Kangalombo kutoka ndani ya klabu ya IC Vita, lakini pia jina la Patrick Israel Mwenda kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Lakini ukiachana hayo majina mawili ambayo yamepitishwa ndani ya klabu ya Yanga, kuna majina mengi sana ambayo yalizungumzwa ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Kwa hiyo pengine tusubiri pia na kuona pindi dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa, pengine huenda tukashuhudia majina mengine mapya, ukiachana haya ambayo nimekutajia kina Jonathan Soa, Gabriel Sila Mohamed, lakini pia Jean Claude Glimgisha. Pengine huenda kuna majina mengine ambayo yataweza kutajwa ama kuhusishwa na klabu ya Yanga, lakini kwa sasa ni Jean Claude Glimgisha ameendelea kuzungumzwa, Jonathan Soa ameendelea kuzungumza, Mohamed pia Bajabe ameendelea kuzungumzwa, lakini pia Gabriel Sila ameendelea kuzungumzwa na klabu ya Yanga. Na tunafahamu kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga, moja kati ya eneo ambalo limekuwa likipigiwa kelele sana na mashabiki ni lile eneo la ushambuliaji. Licha ya kuwa lina Prince Dube, lina Clement Mzize, lakini bado kiu ya mashabiki wa Yanga wanatamani kuiona timu yao ikiwa na mshambuliaji hatari ambaye pengine anaweza akafuata nyayo za Fiston Kalala Mayele, ambaye unaweza ukasema kwenye sajili zote ambazo zimepita za hivi karibuni, usajili bora ambao umewahi kutokea ndani ya klabu ya Yanga kwenye eneo la ushambuliaji ni usajili wa Fiston Kalala Mayele ambaye aliondoka na kujiunga na klabu ya Pyramids. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba baada ya kuondoka kwa Fiston Kalala Mayele wamekuja wachezaji wengi sana ambao pengine mashabiki wali tamani kuona wanapita mchezaji ambaye mwenye sifa kama za Fiston Kalala Mayele, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Prince Dube licha kuwa na magoli 10 lakini bado hajazikonga nyoyo za mashabiki wa klabu ya Yanga. Clement Mzize licha kuwa na goli 10 lakini bado mashabiki wa Yanga wana kiu ya kuona timu yao inakuwa na mshambuliaji hatari. Na moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa, mshambuliaji ambaye anatajwa ni Jonathan Soa ambaye kwa sasa kwenye ile orodha ya ufungaji ana magoli 7 akiwa amecheza michezo 7. Kwa hiyo unaweza kuona ana wastani wa goli moja kwa kila mechi. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani pia mashabiki wa Yanga, uongozi wa klabu ya Yanga umeendelea kuvutiwa na mchezaji huyo wa Singida Black Stars. Lakini pia taarifa kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars, wao wanasema bila bilioni 5 Jonathan Soa hawezi akaondoka pale. Nao pia wametanabaisha kwamba bado wanamhitaji Jonathan Soa. Kwa hiyo timu zinazomhitaji zisubiri kwamba na wao pia wamethibitisha kwamba wamepokea ofa nyingi sana kwa Jonathan Soa, lakini wao kama Singida Black Stars bado wanamhitaji Jonathan Soa. Kwa hiyo tunasubiri kuona dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa, hizo ofa ambazo zimetumwa ndani ya klabu ya Singida Black Stars wakiwemo Yanga ambao wameonyesha nia ya kumhitaji Jonathan Soa zitafanikiwa. Ni moja kati ya swali ambalo unatakiwa kubaki nalo na majibu tutayapata kwenye dirisha kubwa la usajili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.